Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chukua mvuje kidonge. Kuna kidonge cha mvuje, ule mvuje una kidonge. Ukienda dukani ukisema nataka mvuje kidonge atakupa. Unachukua mvuje kidonge. Alafu uchukua haltiti. Haltiti ni mvuje wa unga. Kuna mvuje wa kidonge na mvuje wa unga. Sasa unachukua haltiti, unachukua na mvuje wa unga. Alafu unachukua kidonge kimoja cha kafur white ama karafuu maiti. Alafu unachukua miski ya unga. Kuna miski ya maji alafu na miski ya unga. Sasa unachukua miski ya unga. Ukishachukua miski ya unga, unachukua na kijiko kimoja cha habat sauda. Labda nikupe vizuri scale yake. Scale yake iko hivi. Chukua ile mvuje kidonge, tafuta vidonge vinne vya mvuje kidonge, vidonge vinne vya mvuje kidonge. Unavisaga vinakuwa unga. Unachukua kijiko kimoja cha haltiti ambao ni mvuje huo ila uko unga. Unachota kijiko kimoja unachanganyia. Unachukua kidonge kimoja cha karafuu maiti, unatia ndani yake mule. Unachukua kijiko kimoja cha miski ya unga, unatia mule ndani yake. Alafu unachukua kijiko kimoja cha habat sauda ya chenga. Habat sauda ya chenga kijiko kimoja unatia ndani yake. Alafu unachanganya vizuri, unachanganya vizuri, unachanganya vizuri. Sasa huu mchanganyiko huu ninaokupa ndugu yangu. Huu mchanganyiko nisikize vizuri. Huu mchanganyiko ninaokupa ukiuchukua na kitezo chako ama bakuli ya moto ukachoma katika nyumba ambayo ndani ya hiyo nyumba watu wake hawalali, ndani ya hiyo nyumba mkilala mnaota ndoto za ajabu, ndani ya hiyo nyumba watu wanagombana pasi na sababu aina yoyote, ndani ya hiyo nyumba riski zimekuwa ni ngumu, ndani ya hiyo nyumba wanawake wa humo ndani hawaposi wala hawaolewi, ndani ya hiyo nyumba kila siku ni mashakil, matatizo, watu wakilala usiku wanaweweseka, watu wakilala wanapigwa, watu wakilala wanamwagiwa misiu michanga, kuna vurugu mechi za aina yoyote. Huu mchanganyiko ukiuchoma kwa muda wa siku 7 mpaka siku 11 unamaliza kila kitu kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa huu mchanganyiko una faida nyingi. Kwanza kuisafisha ile nyumba na kuitakasa ile nyumba kutokana na kila sheitani muovu, kila sheitani mbaya, kila sheitani wa shari. Hata kama ile nyumba imetupiwa sihiri, imetupiwa uchawi, uchawi ule kuisha habari yake kwa idhini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukifusha na ukichoma fusho hili nililokuelekeza. Ukichoma fusho hili katika nyumba, khalas imekwisha. Lakini hii ina faida nyingi. Unauza nyumba yako, nyumba ile ngumu kuuzika, matajiri wanakuja wanaiangalia nyumba nzuri, bei affordable, lakini watu safari. Unauza shamba lako, watu hawataki kununua. Unauza gari yako, watu hawataki kununua. Biashara imekuwa ni ngumu ya vitu, yani unauza mali ngumu. Tumia hili fusho ndugu yangu. Wallahi lazima utakuja kunishukuru kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo baadhi ya watu niliowaelekeza hili wakasema siamini. Nikamwambia ndo muamini. Kuna vitu vingine unaweza ukaviona ni vya kawaida, vidogo tu maskini. Kupatikana kwake kiurahisi, lakini vinatenda maajabu makubwa sana. Sasa huu mchanganyiko huu nakupa huu. Kafushe hivyo vitu alafu utakuja kunishukuru kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiachana na vitu sasa, mvuke uliokupa, yani ili fusho ambalo nimekuelekeza hapa, ili hata ukijifusha wewe mwenyewe. Si una majanga katika mwili wako? Mwili wako mzito, mwili wako una giza la mwili, mwili wako una mitihani ya kila aina. Wewe chukua ili fusho, jifushe ili kwa muda wa siku 11 mpaka siku 21. Alafu utakuja kuniambia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii tena inasaidia hata kwa wale ambao kwa wale ambao wanasumbuliwa na mashaitani wale waovu. Muda wote anapandisha, muda wote kadha, mpe ili fusho. Ila kawaida tu wallahi lazim, lakini habari zake ni kubwa, lina mambo makubwa ili fusho, usifanye masiara. Sasa hebu litumie fusho hili, alafu angalia nini kitakachotokea biidhnillahi alkarim. Katika nyumba ambazo nimeelezea mashakili yake na matatizo yake, ama wewe mwenyewe una mashakili yako mazito, basi hebu tumia ili fusho biidhni rabbil alamin, alafu utaona maajabu makubwa sana kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala.